Nyumba yangu, maisha yangu, hii ni yangu, ndugu yangu. Imejengwa kwa ubora, ni imara, inanipara, pia ni salama. Hapa ni viunga vya jengo ambalo lipo la mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James. Tumekuja Iringa hususani katika jengo hili ili tuweze kuzungumza naye Mheshimiwa mkuu wa mkoa kuweza kufahamu namna ambavyo Shirika la Nyumba la Taifa kwa kiasi gani limeweza kutimiza kiu na ndoto ya wananchi wa mkoa huu katika sekta ya makazi, lakini pia ujio wa jengo kubwa la biashara ambalo litahusisha biashara na makazi linalojengwa na Shirika la Nyumba la Taifa hapa manispaa ya Iringa. Mimi ninayekualika naitwa Domina Rwemanyila. Kwa niaba ya mtayarishaji mwenzangu wa kipindi hiki, tunakusihi huwe nasi. Na sasa naelekea ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James, ili tuweze kumsikiliza kuhusiana na yale ambayo nimekuhabarisha. Naam, mtazamaji, na moja kwa moja tayari tumefika ndani ya jengo ambalo ndiko kuna ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Harry James, na tumekuja hapa kuweza kuzungumza naye kuhusiana na mchango wa Shirika la Nyumba la Taifa hususani katika sekta ya makazi. Awali ya yote ni kushukuru sana kwa kutupa muda kuweza kuzungumza pamoja nawe kupitia kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba, na karibu sana. Asante sana. Kwa kuanza, Mheshimiwa, wananchi ambao wanatutazama wakati huu wangetamani kufahamu ama kusikia kutoka kwako, Shirika la Nyumba la Taifa katika mkoa huu wa Iringa umetoa fursa zipi hususan katika sekta ya makazi mpaka sasa? Naam, kwanza kabisa kama tunaofahamu kwamba Shirika la Nyumba limejitanabaisha kuwa na falsafa ya kwamba maisha ni nyumba, ikimaanisha kwamba makazi bora kwa wananchi ni jambo la msingi na ni jambo ambalo linachochea ustawi wa mtu mmoja mmoja na ustawi wa jamii kwa ujumla. Kwa Shirika la Nyumba Tanzania kupitia mkoa wa Iringa limekuwa sehemu ya usimamizi wa ajenda ya makazi bora kwa wananchi kwa kuanzisha miradi mbalimbali ambao lengo lake ni kuhakikisha wananchi wanapata makazi na si tu makazi bali makazi bora. Hapa kwa sasa tunayo miradi mikubwa miwili ambayo inatekelezwa. Mradi wa kwanza ni mradi wa ukarabati wa majengo ya zamani ya Shirika la Nyumba Tanzania, ambao ukarabati huu unajikita katika kuboresha miundombinu na kutengeneza muonekano mpya wa majengo haya ili kuendelea kufanya mji wetu kuwa ni mji wa kupendeza wakati wote, lakini wananchi kupata huduma bora kutoka kwenye majengo yaliyopo. Na ukarabati huu umejikita katika kuimarisha miundombinu ya maji, miundombinu ya umeme na miundombinu mingine yote ambayo inabadilisha muonekano wa majengo ya zamani ndani ya mji wetu. Lakini mradi wa pili ni mradi mkubwa wa bilioni 10 ambao tumeuanza sasa kupitia Shirika la Nyumba, ambao unajenga ghorofa 5 hapa mjini ambao zimejikita kwenye huduma kubwa mbili. Huduma ya kwanza ni makazi ya wananchi na huduma ya pili ni biashara. Miradi yote hii mikubwa miwili lengo lake ni kwenda kumpa huduma bora mwananchi wa Iringa ambaye alikuwa anahitaji kukaa katikati ya mji lakini hawezi kumiliki kiwanja katikati ya mji. Kupitia Shirika la Nyumba sasa tunazo nyumba bora za kisasa ambazo zinajengwa katikati ya mji ambazo zitamwezesha mtu yoyote aliyeko ndani ya mkoa wa Iringa na nje ya mkoa wa Iringa kuwa na uhakika wa makazi bora katikati ya mji wa Iringa. Lakini pia inawezekana kuna watu walitamani kuanzisha biashara kubwa na nzuri lakini hawakupata nafasi ya kuwa na majengo ya kisasa ya kufanya biashara hizo. Kupitia Shirika la Nyumba hapa Iringa tayari tunao mradi mkubwa sana ambao utawezesha kila aina ya biashara ambayo inahitaji kufanyika mjini sasa itakuwa na uwezo wa kufanyika mjini kwa hadhi na standard ya juu kabisa kutokana na majengo ya kisasa yanayojengwa na Shirika la Nyumba. Kwa hiyo sisi si tu kwamba ni maisha ni nyumba bali Shirika la Nyumba Tanzania limetuwezesha kuwa na uhakika wa makazi bora na uhakika wa mazingira bora ya biashara ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Shukrani sana. Katika fursa ambazo wameziainisha, ya kwanza ambayo inaonekana imekuvutia kwa kiasi kikubwa ni namna ambavyo shirika limejikita katika kuboresha majengo yake. Ukiwa kama ndiye mkuu wa mkoa hapa Iringa na mwenye dhamana kubwa kwa upande wa serikali, uboreshaji wa majengo ya Shirika la Nyumba la Taifa unadhani ni kwa kiasi gani yatachagiza maendeleo mengine ya nyumba kwa watu wengine katika kuyafanyia maboresho majengo yao, ili basi mkoa huu namna ambavyo wewe unatamani uwe unafikiwa kwa kiasi kikubwa? Unajua mwenzio akipaka mafuta ya miguu wewe inabidi uoshe miguu, si ndio bwana? Ndio. Shirika la Nyumba wao wamepaka mafuta miguu. Sasa wale majirani zao manake wanawajibika sasa kuosha miguu. Kwamba inawezekana usifanye vile wanaofanya Shirika la Nyumba, lakini hiyo itakuhamasisha na wewe
nyumba yako kuitafutia muonekano, kwa sababu jirani yako kuna vitu akishavifanya automatically anakulazimisha na wewe kubadilika kulingana na muktadha wa mazingira yanavyokuwepo. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuhamasisha wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa kwamba mageuzi makubwa yanayofanywa na shirika la nyumba katika maeneo yake ya uwekezaji na maeneo yake ya nyumba za makazi ni muhimu ikawa ni hamasa kwako wewe mwenye nyumba, mmiliki binafsi, au wewe ambaye unafanya biashara karibu na maeneo hayo, pia na wewe kuanza kuangalia uwezekano wa kuboresha muonekano wa jengo lako, kuboresha miundombinu ya jengo lako, ili sasa tunapoamua kujenga hadhi na muonekano mpya wa mji wa Iringa, basi uende sambamba na mshikamano wa kila mdau kutimiza wajibu wake katika kuhakikisha muonekano wa mji wetu unabadilika. Mheshimiwa Heri, sina shaka mara utakapata nafasi ya kukutana na mkurugenzi mkuu wa Shirika la Nyumba la Taifa, kuna mambo ambayo utayainisha ambayo unatamani yawepo katika mkoa huu ili shirika yaweze kuyafanya. Ofisi yako mpaka sasa inashirikiana vipi na Shirika la Nyumba la Taifa katika kuhakikisha kile ambacho unakitamani wewe na hata Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan anatamani wakazi wa mkoa wa Iringa waendelee kunufaika kupitia shirika lao pendwa? Kwanza kabisa ni jukumu langu la msingi mimi kama kiongozi mkuu wa serikali hapa ni kuhakikisha shirika letu la nyumba Tanzania linafanya wajibu wake ambao tumeliunda kufanya. Na ili wajibu huo uweze kufanyika ni lazima wale ambao tumewapa nafasi ya kupata huduma za shirika la nyumba waweze kulipia hizo huduma ili shirika liendelee kuwa na uwezo wa kugharamia miradi mikubwa na kutoa huduma bora. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Iringa wa kwanza ni kuwasihi na kuwahamasisha wapangaji wa nyumba zetu za shirika la nyumba kuhakikisha wanaendelea kutoa ushirikiano wa kulipia bili zao pamoja na kodi zao kwa wakati, ili hizo kodi zitumike katika kuanzisha, kukarabati na kuwezesha miradi mingine ambayo itachochea huduma kwa wananchi wengine, hasa kwenye eneo la makazi na eneo la biashara. Lakini eneo lingine ni kwamba tungetamani kuona shirika la nyumba kama ambavyo wanakwenda kwa kasi sasa katika uwekezaji wa makazi na commercial complex. Tunatarajia kuona mkoa wetu ni mkoa wa utalii. Tunategemea kuona maeneo mengi ya kimkakati ambayo yanaweza kutumika kama kumbi za mikutano, nyumba za kulala wageni, maeneo ya huduma kama hoteli. Tuna uwezo shirika letu la nyumba kufanya miradi mikubwa kama hiyo. Kwa hiyo ningetamani miongoni mwa vipaumbele vya shirika la nyumba katika mkoa wetu ni kuanza kuangazia uwezekano wa kuwa na kumbi kubwa za mikutano ambazo zinamilikiwa na shirika la nyumba. Tuangalie uwezekano wa kuwa na maeneo makubwa ya nini wanasema ya ukarimu kama hoteli na maeneo ya mapokezi ambayo yanamilikiwa na shirika la nyumba, ili kuendelea kuchochea ukuaji wa utalii katika mkoa wetu wa Iringa ambao ni nyumbani kwa Ruaha National Park. Hatuna mashaka kwa usimamizi wa meneja tuliye naye hapa, tumeshaona cheche zake kwenye maeneo mengi. Jukumu letu sisi ni kuendelea kumuunga mkono meneja wetu wa mkoa pamoja na mikakati ya shirika la nyumba ya kitaifa ili kuhakikisha ndoto zilizopo za shirika chini ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi zinaendelea kutimia katika level ya mkoa wetu chini ya usimamizi wa meneja na ushirikiano wetu kama mkoa. Ili hayo mheshimiwa yaweze kufanyika, sina shaka inahitajika ardhi. Je, mkoa wako umejipanga vipi kuhakikisha NHC katika hili linafanikiwa kwa kiasi kikubwa? Kwenye hili ni watoe mashaka. Unajua maisha ni mipango. Maisha ni mipango. Kama shirika likiainisha mipango yake vizuri na mipango hiyo ikawa ni shirikishi, maana mamlaka zote za upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi zitashirikishwa kikamilifu katika kuangalia ni namna gani shirika linaendelea kupata benki ya ardhi ya kutosha kwa ajili ya mipango ya leo na kesho. Na tukipanga vizuri na tukaamua vizuri, tuna uwezekano wa kuwa na miradi mikubwa zaidi. Ukiachilia hii ambayo tunaifanya mjini kati, tunaweza tukawa na mipango mikubwa zaidi pembezoni mwa mji ambako kuna huduma zinatakiwa. Kwa mfano ukiangalia barabara ya kwenda hifadhi ya taifa ya Ruaha, kuna maeneo mengi yanahitaji huduma kule. Lakini kama ardhi hakuna, shirika la nyumba haliwezi kwenda kufanya kule. Lakini tukianza kutenga maeneo sasa, tukasubiri siku shirika liwe na fedha, tuna uwezekano mkubwa sana wa kupeleka huduma na kuchochea huduma kwenye maeneo ya pembezoni. Kwa hiyo mwisho ni waombe tu wakurugenzi wa halmashauri chini ya usimamizi wa katibu tawala wa mkoa kuanza kuangalia uwezekano wa kushirikiana na shirika la nyumba katika mipango ya sasa na ya baadaye, ili tuwe na benki ya ardhi ya kutosha kwa ajili ya miradi ambayo itakuja kuchochea makazi bora kwa wananchi, lakini pia kuchochea maeneo ya biashara ambayo itaongeza tija na mzunguko wa kiuchumi ndani ya mkoa wetu. Uwepo wa NHC hapa Iringa umechagiza kwa kiasi gani swala zima la upangaji miji? Unajua NHC ni mtoto wa mtoto wa Wizara ya Ardhi, na Wizara ya Ardhi ndio mama wa mipango ya kupima, kupanga na kumilikisha ardhi. Kwa hiyo wao wanatuonesha namna ya kuendeleza ardhi, namna ya kuendeleza ardhi kimkakati. Jukumu letu sisi ni kuhakikisha kwamba tunawatumia katika hiyo namna bora ya uendelezaji wa miji kwa kupanga majengo ambayo yanatokana na uhitaji wa watu. Kwa mfano makazi bora, halmashauri zinaweza kutenga maeneo kwa ajili ya makazi bora, zinaweza kutenga maeneo kwa ajili ya biashara, lakini wakamtumia National Housing kama nani? Kama custodian ya mawazo hayo na uzoefu huo katika upangaji na uendelezaji wa miji. Kwenye eneo hilo tuna eneo kubwa sana la kujifunza, hasa watu wa local government. Ukiangalia miradi mikubwa inayofanyika hapa Iringa na inayofanyika nje ya Iringa chini ya National Housing, inaonyesha weledi, uzoefu na ubobevu wa shirika la nyumba katika ubunifu na usimamizi wa miradi mikubwa ya makazi na biashara. Kwa nadhani sisi tunachukua hili kama somo
kwa mamlaka zetu za serikali za mitaa kuendelea kujifunza kutoka kwa National Housing na kuwapa ushirikiano wa National Housing ili kuwasaidia katika uendelezaji wa miji na maeneo ya kibiashara katika mamlaka zao za serikali za mitaa. Katika pitapita zako katika jiji hili la Iringa, unaona namna ambavyo NHC imefanikiwa kwa kiasi kikubwa kuboresha majengo yake. Unapoangalia majengo ya Shirika la Nyumba la Taifa, kwako wewe kama mkuu wa mkoa, unapata picha gani ya mkoa huu wa Iringa kwa siku zijazo? Manispaa ya Iringa kupitia uwekezaji wa majengo ya National Housing ni kama naanza kuiona kesho tunayoitarajia ya mji huu. Maana yake tunaamini si tu kwamba National Housing atafanikiwa kwa miradi yake, lakini pia atahamasisha watu wengine kuanzisha miradi kama ya kwake. Na matokeo yake kasi ya National Housing pamoja na kasi ya wadau wengine wa maendeleo itasaidia kuifikia Iringa tunayoitaka, Iringa yenye muonekano bora, huduma bora, makazi bora na uwezeshaji bora wa maeneo ya biashara. Ninapozungumza nawe umeingia mkoa wa Iringa 2025. Umekuja na bahati kubwa kutoka NHC ambapo sasa wamekuja na mradi mkubwa wa jengo la biashara. Unazungumziaje uwepo wa ujio wa mradi huu mkubwa wa kimkakati? Watu wachangamkie fursa, wachangamkie fursa. Tuna jengo hilo moja tunatamani lijae kabla halijaisha. Kila mmoja akimbilie hiyo fursa, akafanya biashara eneo zuri, eneo ambalo liko katikati ya mji. Watu wakimbilie fursa, wakakae katikati ya mji, warahisishe nafasi ya kwenda kazini kwa wakati, kupata huduma kwa wakati. Jengo la kisasa, usalama wa kutosha, hiyo ni fursa namba moja. Lakini pili, ni eneo la kuendelea kuangalia ni namna gani wadau wengine wanaweza wakashirikiana na National Housing katika miradi mikubwa zaidi. Sasa hivi serikali ina mpango wa PPP, mpango ambao unarahisisha na kuhusisha wadau wengine kuungana na serikali katika miradi mikubwa. Wale wanaodhani wanaweza kukaa mezani na National Housing katika kuendeleza maeneo ya National Housing au kuwa sehemu ya uendelezaji wa miradi ya National Housing, milango iko wazi kupitia meneja wetu wa mkoa, wanaweza wakafika. National Housing hapa Iringa inayo maeneo mengi sana ambayo yanaendelezwa sasa na ambayo yanatarajiwa kuendelezwa baadaye. Wale ambao wanaweza kuendeleza sasa, tuko tayari kuwapokea kupitia ofisi ya National Housing kuzungumza namna bora ambavyo wanaweza wakawekeza kwenye maeneo hayo. Na wale ambao wanasema tuko tayari kuungana na National Housing kuwekeza pamoja, pia milango iko wazi kufika na kuanza mazungumzo na National Housing ili kuongeza kasi na spidi ya uwekezaji katika miradi hii mikubwa ambayo itachochea makazi bora na maeneo bora ya biashara ndani ya mji wetu. Tamanio lako Mheshimiwa Heri ni jema sana, lakini ili mambo haya mazuri na makubwa yaweze kufanikiwa kwa kiasi kikubwa katika mkoa huu wa Iringa, inabudi wale waliopo katika majengo ya Shirika la Nyumba la Taifa kwa sasa waweze kutimiza wajibu wao ipasavyo wa kulipa kodi kwa wakati. Kile kinachopatikana kidogo, shirika linachomoa hapa linaleta Iringa, linachomoa hapa napeleka Mbeya na kadhalika. Wananchi wako wako baadhi ambao kidogo wanasuasua katika swala zima la ulipaji kodi. Ni muda wako mwafaka kuweza kuzungumza nao katika hili. Niwakumbushe tu wananchi wenzangu, nyumba hizi ni nyumba za umma. Nyumba hizi ni nyumba za umma ambazo zinamilikiwa na Watanzania wote. Lakini nyumba hizi ni haki ya kila mtu kuishi ndani yake. Sio kwamba ni nyumba mahususi kwa ajili ya watu mahususi. Kwa hiyo sisi tuliopata bahati na heshima ya kuwa wapangaji wa shirika la nyumba, ni lazima tuunge mkono jitihada za Watanzania wenzetu kwa kuhakikisha nyumba hizi kwanza tunazilipia kodi, kisha tunazilinda na tunazitunza ili zitufae sisi na ziwatufae wengine watakao kuja baada yetu. Mwisho kabisa, unapolipa kodi ya National Housing, unasaidia uwekezaji bora zaidi wa miradi kama hiyo ikawahudumie wananchi wengine maeneo mengine. Na unaposhindwa kufanya hivyo, maana yake unadumaza kasi na mwelekeo wa uwekezaji wa makazi bora kwa wananchi wengine. Kwa hiyo niwaombe wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa ambao tumepata bahati ya kuwa wapangaji katika nyumba za shirika la nyumba, kuhakikisha kwamba tunalipa kodi zetu kwa wakati na tunatunza majengo tunayoishi ili yatufae sisi na yawafae wananchi wengine pale wanapopata fursa ya kuwa wapangaji kwenye nyumba hizi. Mheshimiwa Heri James, ni kushukuru sana kwa muda wako kwa kuweza kuzungumza nasi kupitia kipindi hiki cha Maisha ni Nyumba. Sina shaka watazamaji wetu watakuwa wamefurahi sana kuyasikia yale ambayo umeyazungumza yaliyopo katika mkoa huu wa Iringa. Panapo majali wakati mwingine ukitualika tutafika tena ofisini kwako, lakini kwa sasa asante. Nawashukuru sana. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tutakaporejea tuendelea na kipindi chetu. Kumbuka tumezungumza na mkuu wa mkoa wa Iringa, Mheshimiwa Heri James. Shirika la Nyumba la Taifa NHC linawakumbusha wapangaji wake wote kulipa kodi ya pango kwa wakati, yaani ndani ya siku 7 za mwanzo wa kila mwezi, kama ilivyoainishwa katika kipengele namba 6 cha mkataba wa upangaji. Malipo ya kodi yanaweza kufanyika kupitia benki mbalimbali au kwa kutumia huduma za malipo kwa simu za mkononi, ambapo mteja anatakiwa kuhakikisha ametumia nambari ya kumbukumbu, yani control number, aliyopokea kutoka Shirika la Nyumba la Taifa. NHC inakumbusha kuwa kutolipa kodi kwa wakati
kutasababisha kutozwa adhabu, yaani penalty ya ucheleweshaji, kusitishwa kwa huduma mbalimbali na kuvunjwa kwa mkataba wa upangaji, na hivyo kupoteza haki ya kuendelea kuwa mpangaji wa Shirika la Nyumba la Taifa. Shirika linawasihi wapangaji wote kulipa kodi zao mapema ili kuepuka usumbufu na kulinda haki zao za upangaji. Pia kwenye nyumba ambapo wapangaji wanapaswa kulipa gharama ya huduma, yaani service charge, linasisitizwa kulipa malipo hayo ndani ya mwezi husika. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana na NHC au tembelea tovuti ya www.nhc.co.tz. Mtazamaji, tumerejea katika kipindi chetu baada ya mapumziko mafupi, ambapo tulipata nafasi ya kuzungumza na Mheshimiwa Harry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, na bado tuko katika mkoa wa Iringa kuangazia shughuli mbalimbali zinazofanywa na Shirika la Nyumba la Taifa katika mkoa huu wa Iringa. Iringa ni kubwa, Iringa ya sasa si Iringa ya zamani, kama ambavyo Mheshimiwa Harry amesema, namna ambavyo Shirika la Nyumba la Taifa limeamsha ari ya maboresho kwa watu wengine kufuatia NHC kufanya maboresho makubwa ya majengo yake. Sasa basi, muda huu ni wakati wa kuzungumza na meneja wa NHC hapa Iringa, Bi Esther Magese, ili naye aweze kutueleza yale ambayo ameyaeleza mkuu wa mkoa ni kwa kiasi gani wao kama mkoa, kwa sababu yeye ndiye mwenye dhamana ya kuiongoza NHC katika mkoa huu wa Iringa, mipango na mikakati yao ikoje ya kuweza kuwasaidia wananchi kupata makazi yaliyo bora. Lakini si makazi tu, kumbuka Shirika la Nyumba la Taifa pia linawajali wafanyabiashara na wajasiriamali. Esther, habari za Iringa? Salama, habari Domina? Salama. Hongera sana kwa utekelezaji wa majukumu yenu, kwa sababu tumemsikia mkuu wa mkoa namna ambavyo anaeleza Shirika la Nyumba la Taifa lilivyofanya mapinduzi makubwa katika sekta ya nyumba hapa Iringa. Asante sana na karibuni sana. Shukrani sana. Mkuu wa mkoa, katika moja ya yale makuu aliyoyazungumza ni kuhusiana na namna ambavyo shirika limekuwa mfano katika suala zima la uwekezaji katika majengo, lakini pia uboreshaji wa majengo yake. Tunachotaka kufahamu kwa sasa kutoka kwako, mipango na mikakati ya NHC katika kuwasaidia wananchi kupata makazi yaliyo bora, ukikumbuka kwamba moja ya malengo ya Shirika la Nyumba la Taifa ni kuwa msimamizi mahiri wa milki. Karibu. Asante Domina. Kwa mkoa wa Iringa, kama ilivyo NHC na mikakati yake, mpango mkakati wa shirika ni kuhakikisha kwamba tunatoa makazi, si makazi tu au huduma ya nyumba, lakini si nyumba tu, ila nyumba zilizo bora. Kwa mkoa wa Iringa, katika kutekeleza hilo, tumeanza kwanza na maboresho ya nyumba zetu za zamani. Kama mnavyojua, nyumba nyingi za National Housing ni nyumba ambazo zilikuwa ni majengo ya kizamani. Kwa hiyo tunachofanya sasa hivi mkoa wa Iringa, kama mikoa mingine ambayo ni Tanzania nzima, ni kufanya maboresho. Maboresho haya yanaanzia kwenye maboresho ya miundombinu. Miundombinu ya zamani tunaitoa na kubadilisha miundombinu ya umeme na maji, lakini pia kubadilisha muonekano, kwa sababu shirika hata limebadilisha rangi ya nyumba. Sasa hivi tunapaka grey tofauti na zamani. Kwa unapopita huko mjini utaona majengo yetu yamebadilika sana na kufanya taswira ya mji wa Iringa kubadilika kabisa. Lakini si hilo tu, pia tumejikita kwenye kubuni miradi mikubwa, kwa sababu Iringa ni mkoa ambao unakuwa kwa kasi sana, na ukuaji wa kasi ya Iringa unaendana pia na ukuaji wa mahitaji ya nyumba za makazi pamoja na za biashara. Kwa sasa hivi tunatekeleza mradi mkubwa sana, mradi wa jengo kubwa la kitega uchumi, ambalo jengo hilo litakuwa na sehemu ya makazi lakini pia sehemu ya biashara. Jengo hilo litajibu maswali mengi sana ya uhitaji, ama litatoa fursa kwa wakazi wengi wa Iringa kupata nafasi zilizo bora za kufanya biashara pamoja na kupata makazi yaliyo bora. Kwa hiyo sasa hivi tuko kwenye utekelezaji huo, na mara jengo hilo litakapokamilika, wakazi wa Iringa hakika watakuwa wamepata fursa nzuri sana ya kuwa kwenye sehemu nzuri, sehemu zenye ulinzi mzuri na sehemu zenye miundombinu ya kisasa kabisa. Kwa hiyo
katika utekelezaji wetu tumeanza na hiyo, lakini pia tuna mawazo mengi sana ambayo tunaendelea kuyatekeleza moja baada ya lingine. Aha, asante. Lakini pamoja na hayo, mpaka sasa NHC Iringa imetoa huduma ya makazi ama majengo ya biashara kwa wananchi wapatao asilimia ngapi? Kwa sasa hivi tunazo nyumba za makazi 77. Kwa hiyo kuna wanufaika 77, wapatao 77 ambao wamenufaika na nyumba za makazi, lakini pia tunazo nyumba za biashara ambazo ziko 287 ambazo pia tumezitoa kwa wakazi wa Iringa. Kwa hiyo wapo wanufaika hao wachache tu, ndio maana nasema kwa ajili ya kukua mkoa unavyokuwa mahitaji yanaongezeka. Ndio maana hata sisi kama mkoa na kama shirika tumeangazia hilo na kuona kwamba kuna uhitaji na hivyo kuna sababu ya kuwekeza zaidi kwenye makazi pamoja na biashara. Ndicho tunachokifanya sasa hivi. Esther, wewe ndiye mwenye dhamana ya kusimamia shughuli zote za shirika la nyumba katika mkoa huu wa Iringa. Mheshimiwa Heri ametuhabarisha kwamba katika mkoa huu wa Iringa yapo maeneo ambayo shirika linaweza likaendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwa kuweza kuwapatia wananchi makazi yaliyo bora zaidi, na umetueleza hapa kwamba ni zaidi ya watu 70 waliofikiwa ambao wanaishi katika nyumba za NHC. Vipi sasa katika hili ambalo Mheshimiwa Heri amelitoa kwenu NHC ili kuendelea kuwasaidia wananchi kupata makazi yaliyo bora, kufurahia huduma za shirika la nyumba la taifa na mwisho kutimiza ndoto zao za kukaa ama kupanga katika majengo ya NHC? Asante Domina, ipo mikakati mingi ambayo kama shirika na kama mkoa tunaiangazia. Kwa mfano hapa tulipo tunatamani yashuke magorofa hapa ambayo yatakuwa ni magorofa ya makazi, na tumeshaanza hiyo michakato, lakini ni lazima kwanza tuanze na mradi mmoja baada ya mwingine. Mradi huu unaotekelezwa kwa sasa hivi ni mkubwa, hivyo tunaupa muda kwanza kidogo usogee na kuona ile response ya wapangaji kwamba bado uhitaji utakuwa ni hivyo hivyo kama tunavyotathmini kwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunavyotekeleza huo mradi tunafikiria na tunabuni, tuko kwenye ubunifu wa miradi mingine kulingana na uhitaji wa wapangaji wetu wa mkoa wa Iringa. Si rahisi sana kuwafikia wakazi wote wa Iringa kwamba watapata nyumba za National Housing, lakini waliobahatika ama watakaobahatika watakuwa ni kundi kubwa ambalo kweli lina uhitaji. Kwa hiyo Esther, ni kusema kwamba wale ambao wanatamani kukaa katika majengo ya NHC wawe na subira, kwa sababu mipango na mikakati ipo ambayo kama umetueleza hapa mahali tulipo ni kwamba mnatarajia eneo hili kwa siku za baadaye kuweza kulibadilisha na kuweza kuweka magorofa hapa ambao wananchi watakwenda kufurahia lulu ya NHC. Ni kweli kabisa Domina, na wasihi wa kazi wa Iringa kuwa wavumilivu. Ni mambo ya muda tu, kwamba tunaenda pia na kuangalia pia vipaumbele vya shirika, lakini pia na kipato cha shirika ili kuweza kuwafikia walio wengi, lakini ni mambo ya muda tu. Kwa hiyo wawe na subira, mambo mazuri yanakuja. Shirika la nyumba ni kwa ajili yao na tunajenga taifa letu. Esther, inaonekana unatamani sana mambo haya, Mungu akijalia yaende kwa haraka zaidi, lakini unafahamu ili yaweze kufanikiwa ni lazima tuweze kupata fedha ambayo inatokana na kodi, ili basi ile kodi nusu itakwenda kuongeza katika miradi mingine na shughuli nyingine za shirika. Wewe unatamani majengo yaje hapa, lakini je, wewe na ofisi na stafu wako kwa mwezi mnaliingizia shirika kiasi gani? Kwa sasa hivi shirika kwa mwezi tunaingiza milioni 68, hiyo ambayo ni kodi ya mwezi, lakini baada ya jengo lile la kitega uchumi kukamilika, kodi yetu itaongezeka mara 2. Tutakuwa tunaingiza kwenye milioni 130, 140. Kwa maana hiyo, ninatamani kweli mambo mazuri yaje kwa haraka, lakini pia ni waase tu wale ambao wamebahatika kupata nyumba za NHC wawe waaminifu kwenye kulipa kodi. Maana wanapolipa kodi na sisi tunapata hapo hapo kipato cha kuweza kuendeleza miradi mingine ambayo italeta manufaa kwao na kwa watu wengine ambao hawajapata fursa ya kupanga NHC.
Ni Bi Esther Magese, ni meneja wa shirika la nyumba la taifa hapa Iringa. Lakini je, vipi hili jengo ambalo limeanza kuzungumziwa na mkuu wa mkoa na yeye mwenyewe ameligusia, hali ya utekelezaji wa mradi huu ukoje? Kabla ya kwenda kujikita zaidi katika jengo hilo ambalo tumeambiwa baadhi ya nyumba zitauzwa na nyingine kupangishwa, tumsikilize afisa miliki Bwana Manyama kutoka hapa Iringa atueleze hali mpaka sasa ikoje, ili wewe mwananchi unayetamani kuchangamkia fursa hii iliyoletwa na NHC hapa Iringa uweze kujua ni namna gani unaweza ukanufaika na mradi huu. Kwa jina naitwa Amos Manyama, ni afisa wa shirika la nyumba hapa mkoani Iringa. Ninapenda kuwakaribisha wananchi wote wenye mahitaji ya nyumba, kwa maana ya sehemu za kuishi na sehemu za kupanga, za biashara na za malazi, katika mradi wetu wa jengo jipya la biashara lililopo karibu na ilipokuwa CRDB ya zamani. Mradi kwa sasa hivi unaendelea vizuri na zoezi la kupangisha pamoja na kuuza limeshaanza, ambapo maeneo ya floor ya chini, ground floor, tayari tumeshayapangisha yote, na sasa zoezi linaendelea kwa maana ya kupangisha sehemu za floor ya kwanza. Ni imani yetu kwamba mradi huu kabla hata ya kukamilika kujengwa tayari tutakuwa tumeshamaliza kupangisha, na hivyo wananchi mradi utakapokamilika tu tutawakabidhi sehemu zao, kwa maana zile za kupangishwa lakini pia na zile za kuuza. Tunauza nyumba za makazi ambazo ziko kwenye floor ya 3 na ya 4. Alafu maeneo ya chini yote ni kwa ajili ya biashara na yanapangishwa, kwa maana basement floor, ground floor, first floor and second floor. Mtu akihitaji nafasi, utaratibu ni rahisi sana. Kwanza unaweza ukafika shirika la nyumba, ofisi zote za shirika la nyumba Tanzania kote, zipo fomu za maombi ya nyumba, ukachukua fomu, ukajaza, alafu ukairejesha. Lakini pili, unaweza ukatembelea website ya shirika la nyumba, ukapata fomu za maombi ya nyumba, ukajaza, alafu kisha ukarejesha katika ofisi zetu katika mikoa yote, zitatufikia hapa Iringa. Then baada ya hapo huwa tunafanya kikao cha kutathmini maombi ya wahitaji, alafu kupitia hicho kikao tunachagua wale wanaokuwa wamekizi vigezo kuliko wengine, tunawapa nafasi za kupangishwa. Kwa nitoe wito kwamba wahitaji waendelee kuwajibika tu kufika katika ofisi yetu, na wale ambao hawawezi kutembelea ofisi basi watembelee website ya shirika, wachukue fomu, wajaze, alafu waweze kuturejeshea, sisi tutazifanyia kazi na kuweza kuwapa nafasi za aina hiyo. Kwa majina naitwa Mhandisi Said Abdalla, ni mhandisi msaidizi katika mradi wetu wa Iringa Commercial Complex. Mradi huu ni miongoni mwa miradi mikubwa iliyoanzishwa na shirika la nyumba kwa mwaka 2025. Mradi wetu umeanza tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025, ndio tunatarajia kumaliza tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2026. Kwa hatua tuliokuwepo sasa hizi tuko 15%. Kwa jengo A, kazi zinazoendelea ni ufungaji wa nondo za slab na beam kwa ghorofa ya kwanza, lakini kwa upande wa jengo D tunaendelea kufanya kazi ya formwork ya beam, slab, lift na ngazi yake kwa slab ya ghorofa ya kwanza. Hili jengo D unaweza ukaona nakwambia ni slab ya ghorofa ya kwanza, lakini kuna slab nyingine. Kwa upande wa jengo D tuna ground floor, sub basement. Kwa hiyo kitu kinachoonekana pale juu ndio ground floor. Alafu unapotoka pale ndio tunakuja tunaipata first floor. Mradi huu umenufaisha sana wenyeji wa hapa, especially kuna mafundi wa chuma, mafundi wa formwork, kuna vijana wa dei, kuna mama wa chakula. Kwa hiyo kwa wakazi wa Iringa wamefaidika sana na mradi huu. Na pia mradi utakapokamilika tunatarajia kuna wafanyabiashara wengi watakuja, watarenti. Kwa hiyo bado ajira tutaendelea kutoa ajira. Mtazamaji, eneo hili nililosimama ni eneo la kihistoria katika manispaa hii ya Iringa. Ni eneo maarufu sana lijulikanalo kama Ipogoro. Lakini katika eneo hili mlimani pale juu kuna sehemu ambayo inaitwa Kitanzini, ndipo ambapo wananchi wapita kwa miguu wanaenda kutokea Iringa mjini. Lakini hata magari yanayoingia barabara hii moja kwa moja yanaelekea Iringa mjini. Na mimi kusimama hapa ni kuashiria kwamba sasa rasmi naondoka katika mkoa wa Iringa. Naondoka kupitia kipindi cha Maisha ni Nyumba ambacho kwa siku hii ya leo tulikuletea kutoka manispaa ya Iringa. Tumezungumza na mkuu wa mkoa wa Iringa Mheshimiwa Harry James, lakini pia
Meneja wa shirika la nyumba la taifa hapa Iringa, Bi Esther Magese. Tumepata nafasi ya kumsikiliza pia mhandisi ambaye anatekeleza mradi mkubwa wa jengo la Iringa Commercial Complex, jengo ambalo linahusisha makazi lakini pia biashara. La ziada hatuna kutoka mahali hapa, eneo hili maarufu sana Ipogoro hapa Iringa. Jina langu naitwa Domina Rwemanyila, panapo majaliwa juma lijalo. Asante na kwaheri.